mbele zako Bwana. Tunaliinua jina lako tukisema hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Ni kwa maana wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mwenye huruma. Tunakushukuru jioni ya leo. Umetulinda Bwana mabwana mchana wote na umetutetea Jehova. Umetuelekeza na hata kutuwezesha kuingia madhabahuni tukiwa salama. Kuna wengine Bwana hata jioni ya leo tumeanza safari na wao, lakini saa hii wako Bwana mabwana. Lakini ni kwa neema zako ambapo tunapumua jioni ya leo. Uinuliwe na uimiliwe mfalme wa falme. Ni kwa maana una mpango mwema na mawazo mema ni kwa ajili yetu Bwana ama Bwana. Ninakushukuru ni kwa ajili ya wakati ambao tunaenda kuanza ibada yetu ya jioni ya leo Bwana ama Bwana. Ninaifungulisha mbele zako Bwana ama Bwana. Wacha ukatawale na kuonekana kwenye ibada yetu tangia mwanzo mpaka mwisho Bwana ama Bwana. Tunaalika Roho wako Mtakatifu akachukue ushukani jioni ya leo. Ni kwa maana tukienenda kwa mawazo yetu Bwana ama Bwana tutashindwa. Tukienenda na mafikiria zetu Bwana ama Bwana hatuwezi. Unatuambia pasipo na Roho wako sisi ni kitu bure. Zaidi ya vyote Bwana ama Bwana tunakataa kuwa bure mbele zako. Wacha ukaachilie Roho wako akakalie vilindi vya mioyo yetu jioni ya leo. Tawala tangia mwanzo mpaka mwisho wa ibada Bwana tunakuhusisha. Wacha ukatawala katika kipindi cha maombezi. Wacha ukatawala katika kipindi cha mafundisho. Wacha ukatawala Bwana ama Bwana hata katika kipindi cha sifa Bwana ama Bwana. Tunakataa ibada ya mwilini Jehova. Wacha Roho wako akakalie kiti Bwana ama Bwana na kutufundisha na kutuelekeza. Ni kwa maana Roho wako Jehova ni mwalimu na mwelekezi kwetu. Wacha akakalie kiti cha heshima katika ibada yetu Bwana ama Bwana. Wale ambao wataingia madhabahuni Jehova, wacha ukakutane na mioyo yao mfalme wa falme. Wale hawawezi wakafika wanakuachilia Jehova. Hata wakati ambapo unatubariki usiwapite jioni ya leo. Kutana na tamanio na haja ya moyo wa kila mmoja. Wale wataingia Bwana wako na mioyo mizito. Wacha Bwana ama Bwana ukawape kupumzisha. Ni kwa maana unatuambia tuleta mizigo mizito mbele zako na utatupa kupumzisha. Bwana ama Bwana tazama wamekubali kuja madhabahuni wakiwa wamebeba hiyo mizigo mizito. Wacha ukaweza kuwapumzisha Jehova. Wengine wameingia huku wamekaliwa na magonjwa. Bwana ama Bwana wacha ukaachilia uponyaji kwao jioni ya leo. Wengine kama Baba wameingia wakisema jioni ya leo naingia madhabahuni nikutane na wewe Jehova. Kiposa ukanibariki na kazi. Kiposa Bwana ama Bwana ukaponya maisha yangu. Jehova wacha ukawatembelee jioni ya leo. Ni kwa maana wewe ni Mungu ambaye haushindwi. Wewe ni Mungu ambaye unaweza yote Bwana. Unasema hakuna jambo lisilowezekana kwako mfalme wa falme. Wengine wameingia wamekimbizwa na mambo mazito ambayo ni asirini hata hatuwezi kujua. Jehova wacha ukawashughulikie. Ni kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Zaidi ya vyote Bwana ama Bwana watoto wadogo madhabahuni. Wacha pia ukawatembelee kwa njia ya kitofauti. Wacha ukawawezeshe kusimama na kukua katika njia zako Bwana ama Bwana. Inuliwe na utukuke ni kwa maana wewe ni mwaminifu. Unastahili kuinuliwa ukiwa kwenye kiti chako cha utawala. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Ningependa mpendo ukaweze kuinua sauti yako jioni ya leo. Wacha tukampatie Bwana sadaka ya sifa. Ni kwa maana anastahili kuinuliwa. Wacha ukainue sauti kwa kinywa chako ukimpa sifa na utukufu. Ni kwa maana yeye ni Mungu. Anasema yeye anatawala. Anasema alitujua hata kabla hatujaumbika katika tumbo zetu. Anasema anajua mwisho wetu bado tukiwa mwanzo. Wacha tukasonge mbele za Bwana tukimuinua. Ni kwa maana yeye ni Mungu mkuu. Anakaa mahali ambapo anainuliwa. Anakaa mahali ambapo anasifiwa. Ni kwa maana yeye ni Mungu
unatujua hata kabla hatujaumbika katika tumbo za mama zetu. Unasema unajua hata hesabu ya nywele zetu ambapo sisi wenyewe hatujui. Nani aliye kama wewe Bwana ama Bwana? Nani wa kufananishwa na wewe Jehova? Kuna Mungu mwingine aliye kama wewe, mfalme wa wafalme. Wewe jina lako unaitwa Jehova, Mungu ambaye uliumba kila kitu ambacho ninaona na kile ambacho sioni Bwana. Wewe ni Mungu ambaye uliumba dunia, ukaisimamisha hata juu ya maji, na ukaumba usiku na mchana Bwana, ukatawanya mchana na usiku Bwana ama Bwana. Nani aliye kama wewe Jehova? Nani wa kufananishwa na wewe, mfalme wa wafalme? Unastahili kuinuliwa ukiwa kwenye kiti chako cha utawala. Wewe ni Mungu ambaye kando na wewe hakuna mwingine. Unastahili kuabudiwa Bwana. Uliumba hata wanyama, ukaumba ndege wa angani. Nani wa kulinganishwa na wewe, mfalme wa wafalme? Tunaanguka mbele zako tukuinue, tunanyenyekea mbele zako tukinena ukuu wako. Ni kwa maana ingekuwa ni wewe Bwana, wengi wetu tungekuwa tumeangamia. Ingekuwa ni neema zako Bwana, wengine wetu tungekuwa tumeshasahaulika. Lakini wewe ni mwingi wa huruma, tunakuinua ni kwa maana Bwana ama Bwana ulitupenda kabla tukupende. Ulituita Bwana, ukatuambia tuje mbele zako Bwana jinsi tulivyo, mfalme wa wafalme. Na mbele zako Bwana ukatutakasa na ukatufanya hata vyombo vya dhamana kwa ajili ya kazi yako. Tunakuinua tukisema uinuliwe, tunakuinua tukisema uhimidiwe. Ukiwa kwenye kiti chako cha utawala jioni ya leo, tunaanguka mbele zako jioni ya leo tukikuinua mtakatifu Bwana ama Bwana, tukisema wa kuinuliwa ni wewe Bwana. Miungu mingine ni kazi ya wanadamu, lakini wewe ni Mungu mkuu. Wakati uliwekwa karibu na Dagoni alianguka chini na akavunjika. Nani wa kufananishwa na wewe Jehova? Ukuu wako haulinganishwi Bwana ama Bwana. Mawazo yako na fahamu zako Jehova hata hazichunguziki. Na ndipo tunakubali kunyenyekea mbele zako tukuinue, tunakubali kushuka mbele zako tukubariki jioni ya leo, tukisema unastahili kuinuliwa Jehova, tukisema unastahili kuabudiwa jioni ya leo. Tena ningependa uendelee kuinua sauti yako, muite majina yote mazuri. Ni kwa maana yeye ni Mungu mkuu na atabakia kuwa Mungu. Ni kwa maana mbali amekutoa, hata wanadamu wangeweza. Ingekuwa ni wanadamu wanakupatia pumzi, hata wengine wangetukanyagia tusipumue. Lakini wewe ni Mungu mkuu, unatubariki sisi wacha Jehova, unatuwezesha kuwa tunapumua jioni ya leo pasipo na msaada wa mashini. Nani wa kufananishwa na wewe? Pendo, ungejua ni wangapi wanapumua pumzi yao ya mwisho dakika hii. Ungeweza kunyenyekea mbele za Bwana ukimuinua, ukimshukuru. Ni kwa maana anasema yeye ndiye Alfa na Omega. Yeye alikuwako hata kabla ya dunia kuweko, alikuwako na hakuna wa kufananishwa na yeye. Yeye ni Mungu mwenye nguvu, mamlaka zote ni zake na hakuna wa kulinganishwa na yeye. Bwana, tunakutukuza, tunakushukuru hata kwa yale ambayo umetutendea Bwana kama wanadamu. Tunakushukuru kwa yale ambayo bado utatenda, na tunakushukuru hata kwa yale unaendelea kutenda kwa ajili ya maisha yetu. Ni kwa maana unasema unatuwazia mema, na mipango ambayo uko nayo juu ya maisha yetu ni myema. Tunakushukuru tukisema uinuliwe. Pokea sifa na adhama ukiwa kwenye kiti chako cha utawala. Inuliwe na utukuke jioni ya leo. Utukufu wako atukuze Bwana ama Bwana, bali tunakupatia wewe ukaye mahali pa juu patakatifu. Tunashuka chini uinuliwe Bwana. Tunakubali kunyenyekea ndiposa ukapata
umetutoa Jehova, tuko na jambo la kushukuru. Vita ambavyo umetupigania Bwana mabwana, tuko na jambo la kushukuru mbele zako. Ni kwa maana ingekuwa ni wewe Bwana, maadui wangetumeza. Ingekuwa ni wewe Bwana, tungeangukia mikononi mwa watesi, lakini umekuwa upande wetu Jehova. Umelinda watoto wetu, umewawezesha Bwana mabwana kwenda na kurudi salama. Nani aliye kama wewe mfalme wa falme? Hakuna wa kufananishwa na wewe jioni ya leo. Hakika wewe ni mkuu, hakika wewe unastahili kuabudiwa Bwana, hakika unatawala milele na milele. Tunatazama umbali umetutoa Bwana, mioyo yetu inajaa shukrani. Tunaangalia vita ambavyo umetupigania Bwana, wakati mwingine tunatoa machozi. Ni kwa maana ingekuwa ni wewe tungeshinda Bwana, ingekuwa ni wewe Bwana hata tungestahili, ingekuwa ni wewe Bwana hatungekuwa jioni ya leo. Lakini umetuwezesha mfalme wa falme, umesimama katika nafasi ya baba wa kututetea, umesimama katika nafasi Bwana kwa ajili ya kupigana vita zetu Bwana. Inuliwa na utukuke jioni ya leo. Ni kwa maana msaada wetu unatoka kwako. Kafikia mahali Daudi akasema, inulia milima macho yake. Kumbe milima haikuwa na msaada. Jioni ya leo tumetambua msaada wetu unatoka kwako, na ndiposa tumekubali kuingia madhabahuni Bwana. Ndiposa tukutane na wewe, ndiposa suluhisho ya maisha yetu ikapatikane, ndiposa suluhisho ya hiyo hali ikapatikane. Tuko na matumaini na wewe, tuko na matumaini na wewe ya kwamba utatutendea. Tuko na matumaini na wewe ya kwamba mikononi mwako tuko salama. Tuko na matumaini Bwana mabwana ya kwamba hata katika kila hali na katika kila hali Bwana unafungulisha njia ya kutokea. Ni kwa maana unasema katika kila jangwa unafungulisha mlango wa kutokea. Katikati ya mawimbi Jehova tunakimbilia kwako tukisema unastahili kuinuliwa. Ndiposa tunakubali Jehova jioni ya leo kuunganika na jeshi la mbinguni, tuseme ya kwamba wewe ni mtakatifu. Tukisema mtakatifu ni wewe Bwana mabwana, tunakubali kuunganika na maserafi na makerubi ambao wanapeperusha mabawa zao mbele zako Bwana, huku wakinibariki jina lako, huku wakikuabudu usiku na mchana. Hakuna wa kufananishwa na wewe Jehova. Unasema Bwana mabwana, wewe ni Mungu na kando na wewe hakuna mwingine. Lakini ambacho umeahidi wewe ni mwaminifu wa kukitimiza. Jioni ya leo tumekuja mbele zako Bwana, tukijua kuna jambo utaenda kutenda kwetu, tukijua unaenda kukutana na matamanio yetu mfalme wa falme. Wengine jioni ya leo wamekimbia katika nyumba za manabii, lakini sisi tumechagua kukutafuta wewe Bwana. Tumekubali kukusumbua ndiposa ukutane nasi Bwana. Wacha usitupite jioni ya leo. Kutana na kila nafsi ambayo inafuatilia ibada. Kutana na kila nafsi ambayo inasikia hii sauti Jehova. Ni kwa maana wewe ni Mungu. Inuliwa na utukuke, ni kwa maana wewe ni mwaminifu. Asante hata kwa ajili ya masaa Bwana. Ninajua kuna wengi hata dakika hii wanaingizwa mochari, lakini umetuwezesha kuwa tunapumua. Umetuwezesha kuwa hai Bwana mabwana. Inuliwa na utukuke jioni ya leo. Kuna wengine jioni ya leo walitamani hata waingie madhabahuni, lakini hawapo Bwana mabwana. Ukatuacha kuwa mabaki. Inuliwa na utukuke, ni kwa maana wewe ni Mungu ambaye njia zako hazichunguziki, mawazo yako hayachunguziki Bwana mabwana. Wacha ukakalia mioyo yetu jioni ya leo. Wacha ukatutawala na kututangulia, ni kwa maana wewe ni mwaminifu.
unastahili. Mbele zako tunaanguka Bwana. Daudi akachagua kuangukia mikononi mwako kuliko kuangukia mikononi mwa adui. Nasi jioni ya leo tunachagua kuanguka mikononi mwako Elikimo. Jioni ya leo tunachagua kuanguka mikononi mwako Mfalme. Ni kwa maana ni mikononi mwako tusalama. Ni mikononi mwako ambapo tunapata suluhisho ya maisha yetu. Ni mikononi mwako Bwana, Bwana unafungulisha hata njia katika mkati ya bahari. Wewe ni Mungu, na kando na wewe hakuna mwingine. Mawazo ambayo unatuwazia ni mema. Inuliwa na utukuke, ni kwa maana unastahili. Wewe ni Baba, wewe ni Baba ya. Wewe ni Baba, wewe ni Baba ya. Wewe ni Baba, wewe ni Baba ya. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Wewe ni Baba, nakupenda. Wewe ni Baba yangu. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Wewe ni Baba, twakuhitaji. Wewe ni Baba yetu. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Wewe ni Baba ya wajane. Wewe ni Baba yangu. Wewe ni Baba, 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 twakuhitaji. Wewe ni Baba yetu. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Naanguka chini Baba yangu, naanguka chini nikuabudu. 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 Nimeacha yote Baba yangu, naanguka chini nikuabudu. Naanguka chini Baba yangu.
twaanguka chini, Baba yetu twaanguka chini, tukuabudu. naanguka chini, Baba yangu naanguka chini, nikuabudu. nimeacha yote, mawazo yangu naanguka chini, nikuabudu. Naanguka chini, Baba yangu naanguka chini, nikuabudu. Tumeacha mali zetu zote, twaanguka chini, tukuabudu. naanguka chini, Baba yangu naanguka chini, nikuabudu. tumeacha yote, Baba yetu twaanguka chini, tukuabudu. Naanguka chini, Baba yangu naanguka chini, nikuabudu. naanguka chini, Baba yangu naanguka chini, nikuabudu. Naanguka chini, Baba yangu, naanguka chini, nikuabudu. Nimeacha cheo, Baba yangu naanguka chini, nikuabudu. Naanguka chini, Baba yangu, naanguka chini, nikuabudu. Nimeacha cheo, Baba yangu naanguka chini, nikuabudu. Naanguka chini, Tumeanguka mbele zako Baba Bwana, yangu, tukuabudu. naanguka chini, Tumekubali kuacha vyote. Tumekubali kuacha hata nyumba zetu Bwana. Tumekubali kuacha comfort ya nyumba zetu, tukuabudu jioni ya leo. Inuliwe na utukuke. Just lift up your voice and tell him, Lord, we worship you today. We bless you this evening. Just lift up your voice and tell him, thank you, Lord. Thank you for your mercies upon my life. Thank you for the great blessing you have for us today. Just tell him, Lord, even as we have come before you, Lord, we surrender everything to you tonight, oh Lord. We give you everything. You deserve all the glory, Lord. You deserve all the worship today, Jehovah God. Somebody just lift up your voice and tell him, Lord, in your presence and before you, Lord, we are coming tonight. We are before you today, Jehovah God. We are in your presence at this moment, oh God. We are before you today, Jehovah God. As we are coming before you right now, Lord, we are ready. The Lord, you're going to speak to us, oh God. Somebody decree and declare today. Decree and declare tonight. We are before you, Jehovah God. We are in your presence today, oh Lord. We pray, my God, and we pray, our Father, let your will be done today, oh God. We pray, Jehovah God, El Shaddai. We are before you today, Lord. We are in your presence right now, oh God. We pray, Adonai. We pray, Elohim. Have your way tonight, oh God. Have your way around us, Jehovah God. Somebody decree and declare today. Decree and declare tonight. Let him begin to have his way upon and about our lives. Decree and declare today. Decree and declare tonight. Have your way today, oh Lord. How we bless your name and how we lift your name. We thank you today and we bless your name. In Jesus' name we pray. I want you to make this prayer. I want you to say, every delay to my success and blessing, I put them to an end now in the name of Jesus. Decree and declare tonight, every delay to your success and to your blessing, let them come to an end in the name of Jesus. Decree and declare tonight, decree and declare today, every delay to my success, every delay to my blessing, I put them to an end right now. Let them come to an end in the name of Jesus. I pray, Jehovah, my God and my Father, every delay to my blessing, every delay to my breakthrough, every delay to my miracle, every delay to my healing, let them come to an end right now in the name of Jesus. I declare by the grace of God, I declare by the power of God, every delay to my blessing, somebody decree and declare tonight, decree and declare today, let that delay come
come to an end. Every delay to my breakthrough, every delay to my victory, I put them to an end right now in the name of Jesus. Let them come to an end tonight in the name of Jesus. I pray by the grace of God, I declare by the power of God, every delay to my blessing, every delay to my miracle, every delay to my breakthrough, let them come to an end right now in the name of Jesus. Somebody decree and declare tonight, decree and declare today, I command every delay, any delay to my life, any delay around my life, let them come to an end right now in the name of Jesus. Somebody bring the delay to an end. That thing that is delaying you, that thing that is delaying your life, that thing that is delaying you, let them come to an end. Anything delaying your miracle, anything delaying your breakthrough, anything delaying your victory, let them come to an end right now in the name of Jesus. Every delay, I command them to come to an end. Father, we thank you and we bless your name. We give you all the praise and we give you all the glory, Lord. Thank you because the delay is over. Thank you because you're taking over, Lord. Thank you for ending every delay, Lord. We thank you tonight and we bless your name. I decree and I command today, anything that has been causing delay, Lord, anything that is causing delay, Jehovah God, let them come to an end. Somebody command today, let that delay come to an end. Any delay in my job, any delay around my business, any delay around my life, let them come to an end. Decree and declare today, we command that delay, let them come to an end right now. Let them come to an end tonight. Any delay upon my life, I want you to command the delay. Let that delay come to an end. Any agent of delay, any spirit of delay, we command them today. Let them come to an end right now in the name of Jesus. I command them by power. I command them by the fire of God. I declare today, I declare tonight, I declare by power of God, let that delay be broken. Every yoke of delay, I break them tonight. Every yoke of delay, I break them tonight. Every yoke of delay, let them be broken tonight. I command the delay, let them be broken tonight. Somebody command quick work right now. Command progress in your life. Command progress around you. Command the progress tonight. We command progress now. In Jesus' name we pray. Lift up your hands and tell him, thank you, Lord, even for the opportunity to come in your house. We thank you and we bless your name. We give you all the glory and we give you all the praise, oh God. We exalt your name and we bless your name. We thank you because you're wonderful. We thank you because you're merciful, oh God. We bless your name and we exalt your name. In Jesus' name we pray. I want you to put your hands together and celebrate God. Celebrate the King of Kings. I'll take this opportunity to welcome you to this an amazing service. Greet your neighbor. Tell your neighbor, welcome to this an amazing service. I want to welcome them that are joining us online by the grace of God. Welcome so much, Sister Felicitas. We missed you on Sunday. Welcome so much, Sister Margaret. We also missed you on Sunday. And also those who are connecting online, may the Lord bless you even as you connect online in the name of Jesus. Bwana asifiwe. I want to take this opportunity to welcome you. These are very different service. I want to try and teach. So pray for me, not to shout, but to talk to us. Just pray for me. Pray for me that I can be able to talk to us and not to shout, by the help of God and by the grace of God. In the book of Judges, chapter number 16, Judges chapter number 16, verse number 6 and 7. Judges 16, verse number 6
and 7. The Bible says, so Delilah said to Samson, tell me the secret of your strength, of your great strength, and how you can be tied up and be subdued. I want you to get this verse very carefully. It says, so Delilah said to Samson, tell me the secret of your great strength and how you can be tied up and subdued. Verse 7 it says, Samson answered her, if anyone tie me with 7 fresh bowstrings that have not been dried, I become weak as any other man. Verse number 8. Then the ruler of the Philistine brought her 7 fresh bowstrings that had not been dried, and she tied him with them. With the men hidden in the room, called to Samson, the Philistine upon you, but he snapped the bowstring as easily as a piece of string snaps. When it came close to a flame, so the secret of his strength was not discovered. We continue, verse number 10, it says, then Delilah said to Samson, you have made a fool of me. You lied to me. Come now, tell me how you can be tied. 11, it said, if anyone ties me securely with new ropes that have never been used, I will become weak as any man. So Delilah took new ropes and tied him with them. Then with the men hidden in the room, she called him, Samson, the Philistines are upon you. But he snapped the ropes off his arms as if they were threads. 13 it says, Delilah then said to Samson, all this time you have been making a fool of me and lying to me. Tell me how you can be tied. He replied, if you weave 7 braids of my head into the fabric on the loom and tighten it with a pin, I will become as weak as any other man. So he was sleeping. Delilah took the 7 braids of his head and wove them into fabric, tightened it with a pin. Again she called him, Samson, the Philistine upon you. He woke up from his sleep and pulled up the pin and loom with the fabric. Then she said to him, how can you say I love you when you won't confide in me? This is the 3rd time you have made a fool of me. You have made a fool of me and haven't told me the secret of your great strength. 16. With such nagging, she provoked him day after day until he was sick to death of it. So he told her everything. No razor has ever been used on my head. I want you to underline the word head. He said, because I have been a Nazarite dedicated to God from my mother's womb, if my head was shaved, my strength would leave me, and I would become as weak as any other man. When Delilah saw that he had told her everything, she sent word to the ruler of the Philistines, come back once more. He said, he has told me everything. So the ruler of the Philistines returned the silver in their hands. After putting him asleep on her lap, she called for someone to shave off the 7 braids of his hair, and so began to subdue him, and his strength left him. I want to speak briefly on a message that I say, my head, my destiny. Your head is your destiny. Yani kichwa chako
ndio hatima yako. Bwana asifiwe. I want to speak on this subject very briefly, and my prayer is that God is going to talk to us. So as I share this, I want to share with us about my head, my destiny. That your head is your destiny. Bwana asifiwe. So the mystery of the head. Let me tell you, the syllabus of your destiny is on your head. The syllabus of your destiny is on your head. The syllabus of your destiny is on your head. When God wanted to form man, the first thing he did is started from the head. It didn't start from the leg, but God started from the head. Anytime a child is born, when you're going to give birth, or people, when you see people giving birth, the first thing that comes out is always the head and not the legs. So your head is your destiny. 90% of your sense organ are on your head. I want you to understand that 90% of your sense organs are on your head. You are created to be the head and not to be the tail. So your head is your destiny. Things you get on the head, number one, you get the mouth. Anybody with a head must always have a mouth. Number two, you get eyes on the head to help you to see. Number three, you get ears on the head. You get hair on the head. You get nose on the head. So this 90% of everything controlling your life is on the head. I want you to understand that 90% of everything controlling your life is on your head. The things that are controlling your life, not your legs, but your eyes, your nose, these are the things that are controlling your life. If you don't know how to control your head, you'll be able to lose direction. There are so many people who have lost direction because they cannot control their heads. But when we control our head, we will get the right direction. Where you put your head, that is where your body follows. So your body will go to where you put your head. So yani mwili wako itaenda mahali ambapo umeweka kichwa chako. Si kwamba kichwa itaenda mahali mwili imeenda. Ni mwili inaenda mahali ambapo kichwa kimeekelewa. So where you put your head is where your body follows. So you need to understand three things. Your head controls everything. Kichwa chako ndio ile kitu ina control kila kitu katika maisha yako. Number two, your head carries every program that runs your life. It is your head that carries every program that runs your life. It is not your leg that carries the program, but your head is the one that carries every program that runs your life. So you need to understand, any program that runs your life is being carried in your head. Number three, when you came to this world, you came with your head. You need to know that. When you came to this world, you came with your head. Nobody came to this world with their legs. And the person who handles your head is a person that matters. Bwana asifiwe. I will show you something briefly. So the devil, to capture you, he has to manipulate your mind. If the enemy want to capture you, if the enemy want to capture anything that you are doing, the first thing that he will do is to manipulate your mind. The ability to control your mind is the ability to control your destiny. The ability to control your mind
is the ability to control your destiny. That is why the Bible says, as a man thinketh in his heart, so he is. When whatsoever you think is what you are going to become. So this thinking comes from the mind. In the book of Romans chapter 12 verse 1, the Bible talks about renewing of your mind. So you need to come and understand that your mind need to be renewed every day. You need to renew your mind every day. Number 4, I want you to know that it is your head. The making of your life is not with your certificate or money, but with your head. The making of your life is with your head. In the book of Deuteronomy chapter 28 verse 13, the Bible says, and I will make you the head. So the making of your life is not with your certificate. I have seen a PhD holder who is poor. I have seen people who have gone to school. They are not doing well. So I want you to understand the making of your life is not with your certificate, is not with the money that you have. I have seen people with money, but the money they have is not helping them. But people with brain, people with head, but the head is what is making your life. One sphere. You can see somebody, just as I've said, who has gone to school but very poor. You can see somebody with a PhD but a poor person. You can see somebody who is actually learned, but the way they are thinking wrong. So if you think right, you'll be able to live right. And if you think wrong, you'll be able to live a wrong life. So the problem is your head. If you want to live well, think well. I remember when I was in school, one of my teachers used to say that some of you, from the neck upward, you are rotten. And from the neck downward, you are very okay. So when the head is rotten, then even what you'll be doing will not be a good thing. You'll be able to do things that are not okay. You can make the air and not the head. There are people who make their air, but their head is still bad. The way they are thinking like small babies. The way they are reasoning like people who have no sense. If you are not productive on the mind, you cannot be the head. If you are not productive on the mind, you cannot be the head. So for you to be the head, you need to be productive on your mind. Wacha mawazo yako iwe ya kwamba inafanya kazi. Bwana asifiwe. One of my friends always said, I am paid to think. Bwana asifiwe. So your head is the one which is supposed to bring money. Your head is the one which is controlling your life. It is your head that can open you some doors. And again, your head can close some doors for you. Because what is in your head is what will manifest in your action. How to repair your head? How do I repair my head? Ninawezaje tengeza kichwa changu? Kuna watu ambao wameenda kwa salon kutengeza nywele lakini hawajatengeza kichwa. Unaweza enda kinyozi, unatengeza nywele lakini si kichwa umetengezwa. So usije ukaambia watu nimeenda kinyozi kutengeza kichwa, hapana. Ile kitu umeenda kutengeza ni nywele. Kwa sababu mtu anaweza shukwa vizuri. Umeiona mtu ameshukwa, yani vile ameshukwa na vile anafikiria, hata unashangaa. Kwa sababu style ya nywele ni smart, lakini vile anafikiria ni chafu. Umenyolewa unakaa smart sana, lakini yale mambo yanatoka kwa kichwa chako ni mambo ambayo sio. Bwana asifiwe. So you can make your hair but not your. But very fast, how to repair your head? How do I repair my head? Number 1, eliminate toxic thoughts. Eliminate toxic, yani ondoa
zile mawazo ambazo ni mbaya. There are thoughts that reduce the performance of the brain. The truth is, kuna mambo ambayo utafikiria mpaka akili haifanyi kazi vizuri. There are thoughts that reduces the performance of the brain, both spiritually and physically. Kuna mambo ukifikiria utapata ya kwamba hata akili yako haifanyi vizuri. Bwana asifiwe. Hebu kumbuka, kuna wakati ambao unakuja unasema, unaogopa kwenda kazi. Unaambia mdosi wako ya kwamba mimi ni mgonjwa, kichwa inaniuma. And then kwa sababu umesema, unapata kichwa inakuuma. Bwana asifiwe. Because there are thoughts, kuna mawazo ukifikiria. Stop seeing yourself as a beggar. See yourself as a rich person. Because the reason why you lack is because your mentality ni akili ya kwamba utakaa namna hiyo. Bwana asifiwe. So eliminate toxic thoughts. Ondoa mawazo mabaya. Ondoa mawazo, Bwana asifiwe. Yani ukitembea unasema tu mimi watu wataniibia. Bwana asifiwe. Lakini ukitoa hiyo mawazo kwamba watu wataniibia, utapata kwamba ile maisha utaishi itakuwa ni maisha nzuri. Ondoa mawazo chafu katika maisha yako. Manake unapowaza mabaya, hata akili yako haitafanya kazi vizuri. If you think you are poor, you live a life of poverty. But when you think you are rich, Bwana asifiwe. I remember there is a boy alikuwa anatoa example, then mwalimu akamwambia kwamba for example you are poor. Akasema teacher, I am not poor. Mwalimu akamwambia for example, akamwambia even in an example I cannot be poor. So what are you thinking? Yani kwa mawazo yako ni nini ambacho unafikiria? Your thoughts are the things that make your life. If you want to live right, think right. If you want to live rich, think rich. If you want to live sick, think you are sick. Number 2, learn to lay hands on your head with your own hands. Learn to lay hands on your head with your own hands. Bwana asifiwe. Yani jifunze ya kwamba unaweza ukajiekelea mikono wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. When you wake up in the morning, lay your hands and say, I am the head and not the tail. Decree and declare the word of God upon your life. Because when you lay your own hands on your head, you give your head direction. Unasema ya kwamba today I'm going to this meeting. May I come from this meeting successful. You come, you lay your hands, unasema ya kwamba I am going to look for this job. I will get this job. Bwana asifiwe. When you lay your own hands, laying your own hands is giving your life instruction. Laying your own hands on your head is giving your life instruction. So wakati unaweka mikono yako kwa kichwa, unapatia maisha yako maagizo. That today I am going out, I will not come empty. Today I am going, you are talking to your head. Bwana asifiwe. Learn to lay hands on your head. Don't wait for Sunday for pastor to lay hands on you, but lay hands on your head. Wangapi wamaichiekelea mikono, ukakuja ukajiekea mkono ukaongea na kichwa chako? Bwana asifiwe. I remember one day we went somewhere and then we had some Ethiopian guys. And when we were having the Ethiopian guy, we were going for a mission. And then this guy, akasikia tu an headache kwa kichwa yake. I saw the guy mad. Akashika kichwa akasema, you headache, come out of this head. You don't belong here. And then I was looking at him like a mad person. Then from there, when we gave him an opportunity to preach, he was testifying and then he said, I saw the enemy came to attack my head. But I had to talk to my head. There are people you can take Panadol, but Panadol cannot end the headache. Sometimes speak to your head to give your life direction. Speak to your head. As you speak to your head, you are giving your life
direction, and you are giving your life instruction. Wake up in the morning, declare, I, Peter, I am blessed. When you lay your hands on your head, you declare, I am blessed. You say, today I am going out, I will come back alive. Today I am going out, I will not come back empty. So learn to lay hands on your head with your own. Yani weka na mikono yako mwenyewe. In the morning, even learn to lay hands on your children. Chukua mikono yako, wekelea watoto wako. Begin to declare, this child will be the head and never the tail. Before they sleep, lay your hands on them. As you lay your hands on them, you come, you realize they are a blessing. I've said that your body follows where your head. That is why some of us, even where we sleep, the dreams we are dreaming is because they are mahali to make a kichwa yetu. I'll be showing you on Friday how a pillow is so spiritual and can affect your life. And you don't need to share a pillow with everybody. You don't need to share. Sijui kama umeona kuna bwana na bibi wao wanangangania pillow, unasikia hii ni pillow yangu. Hata watoto unasikia tu hii ni pillow. So learn to speak to your head. When you are talking to your head, it will help you. Number 3, upgrade your head with knowledge and wisdom. Do what? Upgrade your head with knowledge and... If you can go back to school, go back to school. Go back to school. Yani kama ni kurudi shule, weenda soma. There are so many of us who are in internet, but pale kwa mtandao, watu natafuta, si kitu inakupatia maarifa. Si kitu ambayo inafanya nini? Inakupatia maarifa. The Bible says, study to show yourself approved. There are some of us, we are not approved because we don't study. There are people who don't even study the Bible. Joshua chapter 1 verse 8, the Bible says, do not let this book of the Lord depart from your mouth, but meditate on it day and... Wakati ambao unakanyaga mtu, alafu usikie jina tu ng'ombe, punda ndio inatoka kwa mdomo wake. Yani hizo ndio mambo amekuwa akimeditate. Hebu imagine unakanyaga mtu anakuambia God bless you. But ile kitu ambao unaweka kwa kichwa yako. So you need to upgrade your head with knowledge and wisdom. Get books and read them. Somebody said, if you want to hide anything precious, feature ndani ya kitabu. One day there is a pastor, aliitwa na mshirika, akaenda kwa hiyo nyumba kuwatembelea. Alipoenda kuwatembelea, then ile kitu ambayo ilifanyika, pastor akakula. Baada ya kukula, pastor akaenda. Baada ya kuenda, hao watu wakasema ya kwamba pastor ameiba kijiko yetu. So alipokuwa wakakasirika mpaka wakasema hatutaenda kwa kanisa, pastor amekuja amekula. Baada ya kukula, akaiba nini? Kijiko. So pastor akaona hao watu wakuji kanisani baada ya kwenda kuwatembelea. Alipoenda kuwafuatilia, akawauliza shida ni gani. So akapata wamefura wote. Lakini kwa sababu uzuri ya watoto wao hawafichi kitu. Mtoto akasema ya kwamba pastor, ile siku ambao ulikuja hapa uliiba kijiko yetu. Pastor akamwambia nisaidieni Biblia yenu. Walipoleta Biblia, pastor akafungua, kijiko ilikuwa imewekwa wapi? Kwa Biblia. Some of us hatusomi. Hata Biblia yako unasoma tu wakati ni Jumapili. Bwana asifiwe. Learn to read your Bible even by your... So the Bible said, do not let this book of the Lord, Joshua 1:8, depart from your mouth, but meditate on it day and night, that you can be successful and prosperous. There is another version that says, then you will be able to have good success. Not every success is a good success.
There are bad success and there are good success. So get books and read them. Bwana asifiwe. Learn daily. Make it like every day I need to learn something. Bwana Yesu asifiwe. Every time when I go to meet my spiritual parents, when I meet my mentors, one of the things that I do, I carry books. When I carry a book, I will always get something. I am learning. Bwana asifiwe. Yani jifunze hata ukienda mahali, we enda ukiwa umebeba nini? Na wakati unabeba, unapata kwamba kuna mambo ambayo unafanya nini? This year peke yake, right now tuko mwezi wa ngapi? Mwezi wa 4. I had 3 diaries and all of them are full. Because ninasoma. Wakati ambao unasoma, make sure that every day, learn daily. What you carry in your head is what describes your destiny. What you are carrying in your head is what is describing your destiny. Ni nini ambao umebeba kwa kichwa chako? Ukibeba magonjwa, utaishia wewe ni mgonjwa. Ukibeba utajiri kwa kichwa, so anza kubeba mambo mazuri kwa kichwa ya. The more you upgrade yourself, the more you move forward in life. The more you upgrade yourself, the more you are doing what? You are moving forward. Bwana asifiwe. Hata kama ni kupika, hebu enda soma. Wakati unasoma unaangalia, kumbe kuna kastyle kapya kakupi. Bwana asifiwe. Do you know one day nilienda kujifunza kupika chai. Kupika chai tu kujifunza. Bwana asifiwe. At that time nilipoenda, one of the things that happened, somebody made tea. Yani alitengeza chai nikakunywa, nikasema I love this tea. Ilibidi nimwambie sasa wacha tutengeze ingine nijifu. So hata ukiwa mahali watu wanapika, jifunze vile wanafanya nini? Tumekuwa hapa ya kwamba kuna wakati tunatengezewa sabuni. Kuna mtu hata unaweza jifunza hapo uone hii sabuni inatengezwa aje, na upate ya kwamba wakati unajifunza unaweza ukapata mapato yako. Bwana asifiwe. So I want you to understand, the more you upgrade yourself, the more you move forward in. But if you're not upgrading yourself, then you can never move forward in. Bwana asifiwe. You can't be big if your mind has not accommodated your bigness. You can't be big if your mind has not accommodated your bigness. Some of us, we talk big, but our mind has never accommodated our bigness. Bwana asifiwe. Right now, we are in a Mabati church. But when I pray, in my mind, I see a 1 million seater church. That is what is in my mind. That is why the Bible says, write it down. When you write it down, have it in your mind. Bwana asifiwe. I may be poor today, but in my mind, I am richer. I may be sick today, but in my mind, I am well. I may be broke today, but in my mind, I will not be broke forever. Bwana asifiwe. So you can't be big. Bwana asifiwe. If your mind has not accommodated your bigness. Let me say like this. You cannot deliver a person whose mind is captured. Hawezi ukasaidia mtu ama kuokoa mtu ambaye mawazo yake imefanya nini? Imekuwa captured, imefungwa. Unajua kuna watu hapa wanaamini, like somebody was telling me, pastor, anniversary ya tu kukula chakula haikuwa, haikuaje na kulikuwa na watu ya catering. Akasema hapana, unafaa turuhusu tukue tunapika sisi wenyewe. Bwana asifiwe. So there are people, hata ukimwekea catering anaona tu hapana, hii catering haiwezi. Bwana asifiwe. So I want you to understand, you need to change your mind. Bwana asifiwe. You need to change. You cannot deliver a person whose mind has. So if your mind inasema tu mimi mtu wa catering akileta chakula hiyo siku sitashiba, ukweli ni kwamba hautashiba hata urudie sahani 5. Sio kama tunaelewana? So when they talk, I just know the problem is.
Wangapi hapa wakula siku ya anniversary? You know, I was so shocked. Yani pastor tulikosa. Then I realized it was because the catering was there. So when their mind is captured, you cannot deliver. There are people you cannot help them because their mind has already been. Who has captured your mind? I wanted to be helped. So inabidi mpaka ati nitafute Mnigeria kuja kuambia vile utapanda mbegu. Bwana asifiwe. Lakini ikikwambia utoe, hauwezi toa because your mind has already been captured. That is why there are people, they can bless a guest speaker and not bless their host pastor. And they think when blessing a guest speaker, they will be blessed. The blessing is with your. Ask your neighbor, is your mind captured? In the book of John chapter 8 verse 32, the Bible says, you shall know the truth, and the truth will set you free. What is that? That is knowledge. It says, you shall know, you shall have the knowledge. And this knowledge is what is going to set you. Number 4, how to repair your mind, your head. Meet people with the improved mind. Kutana na watu ambaye mawazo yao iko sawa. Bwana asifiwe. Ukikutana na wajinga unakuwa mjinga. Ukikutana na watu werevu unakuwa mwerevu. Ukikutana na watu ambao ni wajinga utakuwa mjinga, sikudanganyi. I'm telling you the truth. But let me tell you, I've done a research even in this church. There are people who can be giving, and the time they stop giving, I know wamekutana na watu fulani. There are people who can be serving God, and the moment they stop serving God, I know hapa wamekutana na mtu. Bwana asifiwe. So I want you to understand, one good head that meets one bad head can repair that bad head. Show me your friends, and I will tell you who you are. But I want to make it like this. Show me your friends, and I will tell you your destiny. Show me the people you are meeting every day. If you meet people and their minds are not improved, you will never go far. Bwana asifiwe. Yani wewe tu na wale watu mnakutana nao, mawazo yao ni ndogo ndogo tu. Hakikisha kwamba unakutana na watu ambao. Stop fighting people who are doing well, better than you. Bwana asifiwe. Ukiona mtu anafikiria vizuri, don't fight them. Mtu anaweza kuja aseme mimi ninafikiria hii kanisa tukifanya hivi na hivi itakuwa sawa. Bwana asifiwe. So when you meet them, appreciate and learn from them. Number 5. How do you repair your head? Number 5. Then I tell you what happens when you treat your head. Number 5. Meet a man of God to anoint your head. Meet a man of God to do what? Bwana asifiwe. Yani kutana na mtumishi wa Mungu akaweke mafuta kwenye kichwa chako. Bwana asifiwe. Before I say what I want to say, let us read the book of Psalms. Psalms 23 verse 5. I want to show you something here. Psalms 23 verse 5. This is what the Bible says. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil. Unanisikia venye Biblia inasema? Yani unaniandalia meza machoni pa watesi wangu, alafu anasema ya kwamba na unapaka kichwa changu. Yani you anoint my head with what? With oil. Not with water. With what? My cup runneth over. Let me read another version. It says, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. So you need to meet a man of God
to anoint your head. Bwana asifiwe. And let me say it like this. Don't allow anybody to touch your head anyhow. Usiruhusu mtu yoyote akaguze kichwa yako kwa njia fulani. Bwana asifiwe. Don't be a person, yani leo hii unajua hata kuna wanaume wanabadilisha kinyozi, wanasema hii pesa yake ni kidogo. How you treat your head with a lot of expensiveness. Yani shughulikia kichwa yako na gharama. That is one day I went to a barber shop and then we were being shaved with 500 shillings. And somebody goes, 500 yote. Bwana sifiwe. Na akashtuka. There are even ladies, when they go to salon, what happens ni kwamba wanaenda kwa ile salon cheap. Unaangalia. Ndio maana mambo cheap inakufanyikia. Bwana asifiwe. Usiruhusu kila mtu ashike kichwa chako. Not everybody is supposed to touch your. Are you getting me? Si kila mtu. That is why, do you know there are people, don't allow your head ya kwamba kila kichana inapita kwa kichwa chako. There are people when they know, they don't even borrow the comb, they carry their own comb. Si kila kichana ambao mtu anachanua nayo kichwa, una mashilingi kwa kichwa kwa sababu ya mtu mwingine ilikuwa pia na mashilingi ukachanua nayo kichwa yako. Kuna magonjwa mengine tunajiletea kwa sababu ya ile mikono imeshika vichwa vyetu. Bwana asifiwe. Let me tell you the truth. Don't allow whoever touches your head programs your life. Let me tell you the truth. Whoever touches your head, they program your life. Yeyote anaguza kichwa chako, anapatia maisha yako vile ambavyo itafanya nini? Itakuwa. So you don't need to allow anybody and everybody to touch your. Hata kwa salon. Bwana asifiwe. I remember when I go to barber shop and then nikienda, kama juzi nilikuwa naenda kwa kinyozi, nikapata kwamba ule alikuwa ananinyoa amehama, nikaambia wewe huwezi ninyoa, acha nitafute kinyozi mwingine. Don't allow just anybody to play with your. Mtu yote asicheze, usiweke kila kichana kwa nywele yako. Bwana asifiwe. Si kila kichana inapita, si kila brush ya nywele inapita kwa kichwa chako. Bwana asifiwe. And let me say like this, ladies, you forgive me. Some of you you need to remove ile easy mawig wakati unaanointiwa, and then let the anointing come to your head, because he wig ni kichwa ya mtu. So when we are anointing the wig, we are anointing somebody else's head. So sometimes bring the forehead. Bwana asifiwe. Hiyo wakati hiyo mafuta inaenda haikuji kwa, tuna anoint mtu mwingine. Ndio maana unashangaa kila Sunday anointing oil inakuja, lakini the yoke is not being broken because we have already anointed somebody else and not you. Ukikuja na uko na wig, wewe weka hapa kwa kichwa yako, hapa on your forehead. It is still, forehead is still a head. Bwana asifiwe. Sisi kama tunaelewana. So hiyo kichwa chako si kitu ya kila mtu kukuwekelea nini? Whoever touches your head, they program your life. I'm telling you the truth. Unajua kuna siku nimeenda kinyozi na nikanyolewa na kichwa iliniuma sana. Hata hao mama wanaweza kuambia wakienda salon wanasongwa. Unaonanga kuna mtu anaendanga salon na akitoka hapa atameza Panadol. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu yule mtu amekusonga ama ameshika kichwa yako, they program your life. I want to declare today, whoever touch your head with wrong intention, I cancel their plans and agendas in Jesus' name. Listen, the Bible says, let's go back to Psalms 23 verse 5. We are about to close. I want to show you something. It says, you prepare a table before me
in the presence of my enemies. Then it says, you anoint my head with what? Wakati Delila alitaka kumaliza Samsoni, alianza kuuliza mambo mengine. There are people who can touch your leg, but they cannot affect you. There are people who can touch any place in your body, and they can never. But when they touch your head, they program your life. It says, you anoint my head with. So number 5, meet a man of God to anoint your. Not everybody is supposed to touch your head. I can go to a church that I'm not a member there. I cannot allow the pastor to touch my head if he's not my pastor. Because I don't. Ukiekelewa mkono na msherati utakata usherati kuliko yeye. Manake Biblia inasema kwamba Yesu anaambia wanafunzi, ile vitu nimefanya mtafanya zaidi ya vile nimefanya. Ukiekelewa mkono na mtu ambaye ni mgonjwa utakuwa na ugonjwa kuliko yeye. Ukiekelewa mkono na mtu ambaye amechanganyikiwa, that is why unashangaa there are places you go, unaekelewa mkono badala ya maisha kupata direction umechanganyikiwa. Nani imemfanyikia? Unajua kuna siku nilienda crusade, nikaekelewa mkono nikatoka hapo nimechanganyikiwa kidogo. Bwana asifiwe. Okay, wacha nimalizie hivi. Bwana asifiwe. He said, thou anoint my head with oil. When your head is anointed, then your cup in your hands will overflow. When your head is done what? Some of you, we don't anoint your heads. Allow the oil to touch your. Ruhusu hiyo mafuta iguze nini? Sunday I will be anointing your heads. Acha nione kama mafuta itaguza kichwa yako. Bwana asifiwe. Sunday I'll be anointing you. Bwana asifiwe. So, when your head is anointed, then your cup in your hands. The cup is always in there. Now, what is the cup in your hands? The cup are the things that you are doing. That is why the Bible says, the work of your hand is blessed. And the reason why this work in your hand is not blessed, we don't anoint your head. Nana nasaidika. So, ulete kichwa Sunday. Sawa sawa. Ulete nini? The salonist carry your head. Ule salonist anabebanga kichwa yako. The barber will carry your head. So it is important to know. The house you enter with your head carries your life. Nani anaingia kwa nyumba na mguu? By every house you enter with your head first. What does it mean? The house you enter with your head. So kuna watu hata waliingia kwa nyumba yako na vichwa vyao wakaacha hapo visirani. Kuna watu walikuja wakaingia kwa ofisi yako wakaacha hapo visirani. Hakuna siku utaingia kwa nyumba bila kichwa. I've told you the head, the body follows where the head has. So ni kichwa inatangulianga hata si mguu. Hebu jaribu fanya ati naeka mguu uone kama kichwa itakuja mbele. Bwana asifiwe. It is the head, and then after the head the rest of the part of the body does what? Follows. Where you sleep with your head matters a lot. That is why you cannot be sleeping on a pillow that has been dirty for five years. Change that pillow. There are people, their pillowcases are very dirty. Ndio maana unaota ndoto mbaya, ndoto chafu. Where you sleep with your head is very much important. Your pillow should not be dirty. On Friday, I'll be showing you things about the pillow. It is in the Bible. Na wakati nitakuwa nakuonyesha, and if you can, don't come with your pillow, carry your pillowcase. I will pray for them. And those who will not be able to come, you will pray in your house. Bwana asifiwe. Because tunaweza ona hata pillows zingine. That is why there are two types of pillow. There is soft pillow and there is hard pillow.
Yaani uko na pilo ngumu na tena ni chafu. Unalalia pilo ngumu tena ni chafu, maisha yanakuwa ngumu na maisha yanakuwa chafu, ndoto unaota ni chafu. Change that pillow. You want to change your dreams, but you have never changed your pillow. Acha tupatane hiyo Friday. Bwana asifiwe. And not everybody, listen to me, not everybody is allowed to touch your head. That is why even in this church, we have pastors who are ordained, but they're not allowed to touch your head. Do you know why? I'm the father. Bwana asifiwe. So kama unajuanga hivyo, they are not allowed. So not everybody is allowed to do what? Your head is your spiritual bank. Nobody can break the bank until they have the secret code given to them. So there are people, we have given people the secret code by touching our head. If your head is captured, you can't fight the enemy. That is why when Samson's head was captured, he was not able to fight. Don't allow them to capture your. Umeenda mahali, umeenda mahali ukatengeza nywele mpaka yani wanaume umenyolewa mpaka ukaamua kupeana pesa extra. Umeenda umesongwa nywele mpaka wamekukapcha tayari. Bonus. Yani ile pesa umepeana si ati ni tip. Ndio baadaye unakuja unasema niliacha hata change yangu pale. Walikuza kichwa. So what happens when your head is treated? What happens? 4 points, then we go home. What happens when your head is treated? Ni nini hufanyika wakati kichwa chako imetengezwa? I've said not making your hair but making your what? Kuna watu wanasema I've treated my hair, lakini huja treat kichwa chako. Bwana asifiwe. So now what happens when your head is treated? I thank God today I've not shouted. So nipigie kwa hata makofi. Bwana asifiwe. I thank God leo at least, and I believe Friday will also be this way. So what happens when your head has been treated? Number 1, you receive fame without publicity. You receive fame without publicity. Everybody talk about you, whether positively or negatively. Yani wakiongea hata mabaya wanakumarket. Bwana asifiwe. I decree and I declare today, may you be famous in the name of Jesus. May your name be known. May the name of your business be known. May the name of your family be known. I pray and I declare today, you will be known by the grace of God. They may be talking bad, but they are advertising you. Najua ile kitu Mungu amenisaidia. The more people talk bad about me, the more I'm famous. Like now, siku fulani kuna watu walikuja wakiwa wamekuja, pastor akapita hapa mbio na gari yake ndogo, and then walikuwa wanakuja na kufanya crusade hapa nyuma ya hii kanisa. Na hiyo siku tulikuwa tuna worship experience vizuri. Nikasikia kasauti, nikatoka, nikaangalia. Sijui kama ni wewe nilikutana, nikakwambia ni nini, ati ni gari yao imekwama. Na gari before ikwame ilikuwa inapiga kelele. Na ikiwa inapiga kelele nikatoka nikaiangalia, nikasema ni sawa. Nilipotoka nikasema ni sawa. Hiyo nini hao hawakufanya na amani. Na walichukua time na wakatoka wakaenda. Bwana asifiwe. Then later on somebody tells me that there are people who sat down wakapanga, watumia tu pesa yao wakuja waniletee lori ikwame hapo. So baadaye nilikuwa naona watu wanatembea wanaangalia wanafanya prayer walk. Even if they talk bad about you, they will still be marketing you. Number 2, the kind of enemies fighting you. When your head is treated, the kind of enemies will be fighting you. Enemies are revealer of your destiny.
Those enemies will be fighting you, will be revealing your destiny. Small people will not be fighting you. Big people will be fighting you because your head has been treated. Bwana asifiwe. Ukiona watu wakubwa na kupiga vita, jua wewe ni mtu wa maana. Si kama unanielewa? Ukiona watu wanaanza, nasikia kuna mtu alienda City Hall akaambia governor usiende huko. Ukienda huko jamaa atatukanyaga vizuri sasa. Bwana asifiwe. You know when big people are fighting you, it means that your head has been treated. Bwana asifiwe. Your battle reveals your, and God's choice is the devil's. The reason why the devil is attacking you is because God has chosen you. If God didn't choose you, the enemy cannot fight you. Unajua ni kwa nini shetani anakupiga vita? Ni kwa sababu Mungu amekuchagua. Bwana asifiwe. Number 3, by the amount of money entering your hands, you will know that your head has been treated by the amount of money you are entering your hands. I want to declare today, may money settle in your hands in the name of Jesus. May money come into your hands in the name of Jesus. Number 4, when your head is treated, you begin to see big men getting interested on you. Unaona watu, big people are being interested in. Bwana asifiwe. When I say big men, not sugar daddies, not sugar mommies, I'm saying people that matters. Bwana asifiwe. Yaani unaona tu hata mdosi wako anataka kukuangalia. Unaona tu hata kila mtu anataka tu kuongea kukuhusu. Bwana asifiwe. I pray may big people begin to be interested in you. I decree and I declare today, let big people be interested in you. Let me close by telling you like this. Your head is the prophet of your life. Your head is the prophet of, yani kichwa chako ndio nabii wa maisha ya. Headache is not sickness. By the way, headache is not, headache is just, it is just a symptoms that one organ of the body is not okay. So wakati unasikia tu ka headache, inakwambia kuna mahali mambo haiko sawa. Hiyo si ugonjwa. Bwana asifiwe. So I pray and I declare today, may God handle your head rightly. When you think right, everything will be okay. When you think right, I've said that 90% of your sense organs are on your head. And what I have said, the syllabus of your destiny is on your head. The direction of your life is on your head. Stand up on your feet. Even those who are watching online, stand up on your feet in your houses. I want you to lay your hands on your head right now. I have said, learn to lay your hands on your head. As you lay your hands on your head, begin to command the things that you want God to do in your life. Begin to speak to that your head right now. As the Bible says, you'll be the head and not the tail. Begin to declare the blessings of God. Somebody release the blessings of God upon your life. Speak into your head right now. Speak into your head today. Decree and declare the blessings of God. Declare the favor of God. Release the blessing of God today. I want you to declare today, as I lay my hands on my head, any evil thing upon my head, let them be arrested today. Let them be cancelled today. In the mighty name of Jesus, decree and declare any evil that was released on my head, I begin to break them today. Any bad thing, any wrong hand that was laid on my hands, I begin to arrest them, destroy their powers, destroy their effects now. Decree and declare today, Labakaba Zikandalaba, Leba Zikandalabosaya, Rekedelebosi andalama, Shakaba Zikandalabayanda, Rekedelebosi andalaba. I decree and declare, I want you to speak to your head. Begin to declare today, I will not die poor. I will
will be rich. Premature death is not part of my life. Speak to your head today. As you lay your hands, speak it to your head. Decree and declare today. Say, I will live. I will not die. Decree and declare today. I am not poor, but I am rich. Declare today. I am not a beggar. I am not a beggar. Reject them today. Decree and declare right now. I am not a fool. I am wise. Speak it to your head. Decree and declare today. As I speak it to my head, I am giving my life direction. Give your life the instruction. Decree and declare. Tell your head, I am going to achieve. Tell your head, I will not fail. Tell your head, this month will not end without a testimony. Speak it to your head. Decree and declare today. I speak it to my head right now in the name of Jesus. I speak it to this head. Whoever spoke into my head with the wrong intention, I cancel their words. I cancel their plans. Right now, I speak it to my head. Father, we thank you and we bless your name. Thank you today, Lord. Thank you because you're merciful, Lord. Thank you because you're awesome, oh God. I decree and I declare right now, no devil will touch your head. Somebody, I want you to speak in 1 minute. Any attack on my head, let it backfire right now in the name of Jesus. Attack on my head, I begin to cancel them right now. There are people you have headache right now. The Lord is healing you from them. Decree and declare today, any attack on my head, any attack on my head, let them be destroyed. Let them be destroyed. Destroy that attack today. Libra Bazikandalabo Siandalama Rabakaba Zikandalabosaya Libra Bazikandalabosaya. Decree and declare today, any attack on my head, let them be cancelled. Let them be cancelled. Let them be cancelled today in the name of Jesus. Libra Bazikandalabo Siandalaba Rabakaba Zikandalabosaya Libra Bazikandalabo Siandalama Rabakaba Zikandalabosaya Libra Bazikandalabo Siandalaba Rabakaba Zikandalabosaya. Decree and declare today, decree and declare tonight, any attack on my head, any attack on my head, let them be arrested, let them be pulled down. I begin to scatter them now. I begin to scatter them now. In the mighty name of Jesus, I declare today, any attack on your head, any attack on your head, in Jesus' name we pray. I want us now to make one last prayer. I remember one day I saw a teacher akiwa anashika kichwa ya mtoto akamwambia, wewe utakuwa mjinga milele. Wakati anashika kichwa anaingiza ile vitu. Bwana asifiwe. You know, anybody who puts their head hata kiguza na kidole hivi kuna kitu anaongea. Biology inasema diffusion is the transfer of molecules from higher concentrated area to a lower concentrated. So yako ni lower. So kale kama mtu kameachilia mapepo zaidi. Bwana asifiwe. So this teacher akashika kichwa mtoto akamwambia utakuwa mjinga milele. Na akasukuma kichwa chake. I remember one day we were working somewhere with somebody, and then the boss called this person akamshika kichwa akamwambia, you are a fool. And some of us, even the people we are working for, they always mishandle our heads. One day I was working somewhere for somebody in his house. And mtu akakuja akashika tu kichwa akaniambia, utakuwa maskini milele, hautaipata pesa. And I begin to reverse. In 2 minutes, I want you to lay your hands on your head. Begin to reverse bad things that have been spoken. And begin to declare good things in your life. Begin to reverse them. Whether they say them when they came. Kuna wengine,
There are things which were said when people were carrying us when we were children. When they came to visit us at kushika mtoto, walipokuja kushika kuna mambo wakaacha. Begin to declare today anything that was said against me, I begin to cancel them today. I begin to give my life a meaning right now. I declare today their plans will never succeed against me. Where they say I will be rich, I begin to declare today I will not be rich. Where they said I will be poor, I begin to declare today I will be rich. Where they declared I will suffer, I declare today I will not suffer. Where they declared I will die, I begin to declare I will live. Speak into your head right now. Decree and declare my head, my destiny, the destiny, my head, my destiny. Nobody will block my destiny. Nobody will close my destiny. I decree and I declare today the blessings of God upon your life. In Jesus' name we pray. Father, I declare according to your word in the book of Deuteronomy 28:13. Your word says we will be the head and never the tail. I pray may your children be the head, oh God. In their offices, they will be the head. In their businesses, they will be the head. I come against every spirit of demotion. I begin to declare, let them be the head of God. Our children will be the head in their classes, oh God. I pray and I declare today, help us to be on top, of God. Nothing is going to take us down, oh Lord. I decree and I declare your blessing. In Jesus' name we pray. I want you to take an offering. I want you to take an offering as we are giving to God tonight. We have come to the end of the service. I want you to take an offering. Those who are giving through M-Pesa, our pay bill number is 414-5709. The account is tithe or offering. You can even pay your tithe even on Wednesday, a day like this, and God is going to bless you. As you take your offering, I want to invite you on Friday. There are so many things that God was showing me in the scriptures about the pillow. And when somebody wants to bewitch you, there are people who come and touch your pillow. And when they touch your pillow, they speak things on those pillows. So when you go, you put your head on that pillow, there are things that comes and happen. I want you, as you go to your house, even those who are online, as you go to your house, touch your pillow, begin to declare a word of God in those pillows. Declare that tonight I will get sleep. I will show you how people do evils with the pillows. And even the people that are making those pillows, I will show you what happens. So you need, anytime you are buying even a pillow, you need to pray with them. Some people will argue with me about what I'm teaching. But these are spiritual things that God is revealing. And when God is revealing these stuffs, we have to come to teach people and tell people the truth. So I want you on Friday, please don't miss. And if possible, if you have children, because there are children who are sleeping in pillows, ama alienda kucheza kwa jirani akalala kwa pillow fulani. Na mtu akakuja tu anaanza kusumbua kichwa. Kuna mali alilazilishwa. So if possible, come. I will be praying for those children also. Come. By the way, we'll do anointing service on Friday, not Sunday. As we do the anointing on Friday, we are going to anoint everybody who will be coming for that Friday service. So as you come, those who will be in their houses, I'll be giving you instruction on what we are going to do. But I don't want you to miss on Friday. You can miss anything, but don't miss on Friday, so that God can bless us together. There are people who don't sleep at night because there is something with the pillow. There are people, when they sleep, they wake up tired. Umeilala umeamka umechoka. Ulikuwa unafanya nini usiku? Yaani unalala tu unapata umelala umeamka umechoka. Ulikuwa unafanya nini? Ati kulala pia ni kazi. Bwana asifiwe. So there are things that God is going to help us, and I pray that you don't miss this season of this teaching. And then next week I'll be sharing with us, I'll be giving us some mysteries about different things by the help of God. Father, we thank you even as we worship you with our offerings, oh God. I pray the Lord open doors and bless us
and take care of us tonight. I pray the Lord, whoever has come here, Lord, bless them. Those who are online, Lord, I declare your blessings and I declare your favor. I pray for open door and I pray for your breakthrough, Lord. Father, I declare, as your word says, that our heads are blessed. I declare blessings upon their heads, oh God. Blessings in everything they are going to do, Lord. Lord, I release your blessings and I release your favor. I release open door and I release breakthrough today. I decree and I declare today, no confusion in their lives, oh God. No misdirection upon them, oh God. I pray wherever they will be, oh God, on their head I declare favor, Lord. I pray for open doors and I pray for breakthrough. In Jesus' name we pray. Amen. Come and give your offering. As you're giving your offering, the Lord bless you. We meet on Friday. Friday will be prayers. And then I'll be sharing the word of God. We meet from 5:45. Then 6 sharp, I'll beginning teaching the word of God. And then I want to end it early so that we can pray. We have enough time to pray. So those who can, kindly carry your pillowcase. Your pillowcase, yeah? Pillowcase ni ile nguo unaingizanga pillow ndani. Usibebe hiyo pillow lete hapa. Just carry your pillowcase. We will be praying as we are going to pray. Those will be at home. I will tell you what we are going to do that day. And God is going to bless us. Father, we thank you as we live here, as we are going to our houses. Bless us and take care of us tonight. In Jesus' name we pray. And now may the grace, Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen.